Je, unaweza kuamka asubuhi alafu mtu unayempenda achukuliwe mbele ya macho yako alafu usijue alipo mpaka leo? Na kama madai haya ni ya kweli, je, ina maana gani kwa kila Mkenya anayetoa maoni kwenye mitandao ya kijamii? Leo tutachambua tukio ambalo limezua mjadala mkubwa nchini Kenya baada ya Halima Ngache maarufu kama Princess Halima wa Mombasa kudaiwa kuchukuliwa nyumbani kwake na watu ambao familia yake inasema hawakujitambulisha. Familia yake inadai kuwa imezunguka vituo mbalimbali vya polisi bila kupata majibu, huku kukiwa na madai kwamba uchunguzi unaweza kuhusishwa na machapisho yaliyokuwa yakifuatilia safari za Rais William Ruto na akaunti ya X inayojulikana kama Shola Ad au @SholaAdManCity. Lakini ukweli ni upi? Nini kimesemwa na familia, wanaharakati na mamlaka? Tazama hadi mwisho kwa sababu kuna taarifa na maswali ambayo yamewaacha Wakenya wengi wakitaka majibu. Majina naitwa Saddam Indimuli, ni mume wake Halima Ngache na aliweza kuchukuliwa jana Bamburi Kazandani. Halima Ngache ni mpenzi wangu, tumekuwa naye kwa muda mrefu, namjua, huwa ni mtu mpole, lakini jana nikiwa asubuhi nafanya usafi, nilikuwa nataka kwenda kuoga, nikasikia mtu amebisha mlangoni, nikaenda kufungua, wakaingia wanaume watatu. Hao wanaume watatu waliingia bila kujitambulisha, wakasema wanamtaka Halima. Wakatoa picha ya Halima, wakaonyesha, na Halima akajaribu kuwauliza mmefanya nini, wakamwambia wewe vaa nguo tuondoke. Mimi nikamuuliza Halima kuna kitu ambacho umefanya ambacho sicho, hawakusema. Halima aliniambia hakuna kitu chochote ambacho nimefanya. Kwa hivyo akachukua kwa hivyo wakamchukua, wakaondoka naye, wakatuambia walikuwa na mtoto. So mtoto walimwacha pale mlangoni, wakamchukua wakaondoka naye. Simu ya kwanza walikuja wakaitisha simu yake, waliambia leta simu yako. Simu yangu pia ilikuwa ina charge pale, wakachukua simu yangu na ilikuwa na tablets na laptop pia ilikuwa nimeacha on. Wakachukua zote wakaondoka nazo, na wakachukua, walikuwa na mtoto. Nikauliza mtoto sasa alikuwa aende naye. Mimi nimechanganyikiwa, nikajaribu kuchukua funguo, kufunga mlango, kuteremka chini, na napata wamemwacha mtoto mlangoni, wanatoroka. Nikashout, nikauliza wampeleka wapi mtoto? Wampeleka wapi Halima? Wakasema tufuate Central. Sasa baada hapo mimi kuchanganyikiwa, nikachukua pikipiki, tukajaribu kufuata hiyo Subaru, maana yake ilikuwa Subaru nyeupe. In total wote walikuwa wanne, watatu ndo walipanda juu, mmoja alikuwa chini. Tukajaribu kuifuata lakini ikapotea. Tukachukua tuktuk, tukaja direct mpaka pale Central. Tumeangalia Central, ikawa hapatikani. Wakatuambia tuje Urban Police Station. Kuja Urban tukapata hayupo. Tukaambiwa twende CCIO kwa County Commissioner. Tukaenda kwa County Commissioner. County Commissioner akatuambia twende Bamburi ama Nyali. Kwenda Nyali tukapata hayupo, tukaenda Bamburi tukapata hayupo, tukaambiwa twende Mjambere, tukaenda Mjambere hayupo. Kwa hivyo tukarudi tena huku Central. Kuja Central tukaambiwa twende Mbaraki hayupo. So kufikia saa hizi hatujaweza kumpata. Ndo baadaye nikiangalia online naona ile post kuwa aliposti kitu sijui ambacho kilikuwa kina touch on national security, lakini kufikia saa hizi hatujui penye yupo. Na kama amefanya makosa yote ni bora watuambie yuko wapi exactly. Hata kama mkuja kumuona tuje tumuone, tujue amefanya makosa fulani ama kosa fulani limefanyika, but tujue yuko wapi, because as it is right now yuko na mtoto mdogo, na huu mtoto pia yuenda shuleni, na it has just messed the whole situation as it is. Hatuwezi, hiyo Subaru ilitoka, tumezunguka police station karibu zote, hatujaweza kumpata. Yeah. Na pengine kabla hapo ashawahi kuambia pengine kuna watu wanamtishia maisha? Hajawahi kuniambia. Na Halima huwa yuko na yeye wakati nyumbani, ni stay at home mom, japo huwa yuko kwenye social media, lakini hajawahi kuniambia kuwa kuna mtu yote amemtishia ama amefanya kitu chochote ama anything, hapana. Yeah. Na vitu zake ambazo pengine ushakuwa kufuatiliwa na posti maudhui gani? Sana ni chakula. Kuna wakati alikuwa yuza biriani online. Wakati mwingine ni vitu vya kubishana na watu tu, siasa ndogo tu hizi. Kuna topic iendelea, yeye ya comment hivyo. Yeah, of which sijawahi kuona kama kuna issue kubwa sana na vitu kama vile. Lakini hata kama kweli amepost kitu ambacho sicho, ni vizuri watuambie yuko wapi, at least tujue yuko wapi, because hicho ndio kitu ambacho kinatutatiza sana. Yeah.
Yeah, my appeal to the government is they also have to just be honest. We need a system where if someone is taken to custody somewhere, let the family be able to even track that person and know where they are. Because my appeal, as it is right now, we are literally suffering as a family. Her son is actually suffering. So my appeal ni waweze kumproduce Halima Ngache tujue yuko wapi exactly. Kwa majina naitwa Rukia Mwadilo, mimi ni mkazi wa Mombasa muda mrefu tu. Hizi habari za Halima zilitufikia jana. Halima mimi ni cousin sister, ananiita dada. Hizi habari za Halima zilitufikia jana kwamba alichukuliwa nyumbani na watu waliojitambulisha kama ni DCI. Kama vile mume wake alivyoelezea, alijaribu kutaka kujua kwenye wanampeleka. Sehemu walosema wanampeleka, mume wake amezunguka. Sehemu zote alotajiwa aende ameenda. Na kuna family members pia wamehusika sana the whole of last night, wakijaribu kwenda vituo vya polisi tofauti tofauti ili kupata kujua kama Halima yuko booked kwa kituo chochote cha polisi ndani ya Mombasa County. Lakini kufikia sasa hadi tunavyoongea hatuna habari zozote kwenye Halima yuko. Mwisho kabisa mtu wa family alokwenda ni kituo cha bandari, Port Police. Na huko pia ameenda akaambiwa hakuna mtu kama Halima huko. Sasa twaomba serikali kwa unyenyekevu mtujulishe tu kwenye Halima yuko. Kama ni makosa kweli amefanya, lakini pia kama mwananchi wa Kenya tuna haki kama familia kujua Halima yuko booked kwa police station gani. Tuhurumieni familia, na kama mume wake alivyosema yuko na mtoto mdogo, huyu mtoto bado yamhitaji mamake kwa kweli sana tu. Na muda tangu Halima atoweke mpaka sasa ni muda mrefu sana. Na mtoto pia yuateseka, japo ni mtoto lakini hawezi kuongea, lakini kuna vile pia yeye wajiuliza maswali ndani yake. Tafadhalini twaomba serikali kama iweza kutusaidia tuweze kujua Halima yuko kituo cha polisi gani. Mambo mengine utaratibu tutafuatia vile serikali itakapotuelekeza. Naitwa Hashim Said Salim kutoka shirika la She Rises. Mimi langu ni kuongelelea kuambia hawa security agencies whatever you are doing is wrong. Hii kama familia wamechukuliwa mtu wao, na lile la usawa alikuwa waambiwe mtu wao kuna makosa gani ama mtu wao anapelekwa sehemu gani. Sasa wao kama familia, na hizi kesi zenye zinaendelea katika nchi yetu, watu kutekwa nyara na watu wasiojulikana, watu kupotezwa, zimezidi. So tunatia hofu familia. So please, the police, the DCI, make sure the family is aware of the whereabouts of the Dr. Halima. Kwa majina naitwa Walid Sketi, na leo tuko hapa na familia ya Halima Ngache. Hili tukio ni tukio la ukiukaji wa sheria, ni tukio la uhalifu kwa upande wa polisi, na ni kinaya ambapo jana tu PS Raymond Omolo alisema ya kwamba nchi hii hakuna abductions. Leo tunaona ya kwamba ni masaa machache sana tangu statement hii itokee, tunaona kwamba msichana kutoka Mombasa ameweza kuwa abducted paka sahi, not presented before any police station to be booked. There is no OB number paka sahi familia wako nayo. She has not been presented before any court ndani ya jurisdiction ya Mombasa County. She has not been able to access her family. This is a clear violations of the Bill of Rights. This is a clear violation of the Constitution. Na tunataka kuambia DCI, you are not above the law. You must exercise your powers to investigate people within the confinements of the Constitution. Hamwezi kuwa nyinyi mnataka kuinvestigate mtu, but you are the same people. Mnamchukua mtu mpaka sahi hajulikani yuko wapi. Halima is a mother to a kid, very young boy, who is a school going kid. Huyu mtoto alikuwa kaina nani? You took the husband's phone. Kwa nini? Why are you operating in a gangster goonism mechanism?
This must stop. Na tunaiambia serikali, you must produce Halima Ngache alive today in any court within the jurisdiction of this country. Otherwise, we are going to file a habeas corpus to make sure that she is presented before court. We are also going to invoke Article 37. Tutafanya maandamano. Mulikujia wanaharakati, watu wakanyamaza. Mumekujia media juzi, mumeingilia The Standard Group, watu wamenyamaza. Juzi mumepoteza kule Kiamaiko, mumepoteza kijana paka leo. What do you want from the people? Why can't you just observe the constitution, mushike watu? You are a directorate of criminal investigation, not a directorate of disappearing people. DCI, work within the confinements of the constitution and know that you are not above the law. Amin and your people, heshimuni katiba ya Kenya. Sasa ningependa kusikia maoni yako. Je, unadhani kilichotokea kwa Halima Ngache na wale ambao tumesikia wamechukuliwa hizi siku za karibuni kinaibua maswali gani kuhusu haki za raia na matumizi ya mitandao ya kijamii nchini Kenya? Manake ikiwa mtu anachukuliwa na familia yake inashindwa kujua alipo kwa muda, unadhani mamlaka zinapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kuna uwazi? Na kuhusu madai yanayohusu akaunti ya X ya Shola Ad, unadhani uchunguzi unapaswa kuendeshwa kwa namna gani ili ukweli ujulikane bila kuathiri haki za watu? Niachie maoni yako hapo chini, tusome kwa pamoja, tujadili kwa heshima, na kama video hii imekupa taarifa muhimu, basi usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media ili usikose taarifa zingine zinazotikisa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Nimeacha kwa majirani. Wako na gadgets zangu. I haven't called anyone. No one knows that I'm here. Mimi mwenyewe sijisikii vizuri. Nairobi is too cold for me. No mwana mgongo, there's an operation, no mwana mwili. Like the account they're saying that is tweeting about the president. My account is different, it's Mima. And the account that they're saying that it's me, it's Shola, and it's still tweeting. And they took my gadgets yesterday in the morning. So how comes I'm here, my gadgets are not here? I don't have my gadgets. But actually it's my phone, but the account is still tweeting. Why should they put me in custody for 7 days? But the main thing is nimeacha mtoto wangu nyumbani, ananyonya, na ni mtoto mdogo sana. Sijui kama hata anaenda shule kwa sababu is in baby class. Sijui kama sasa ameenda shule ama vipi, sijui. Nairobi is too cold for me. Naumwa mimi na mwili. Na mwana mgongo, there's an operation, na mwana tumbo huku chini. Sina matroza, sina masocks. Don't have anything with me. Yes, Your Honor, it's true that Your Honor, we believe this account is being run by unknown persons, including it's a belief that this account is being run by unknown persons, including the respondent here. And for that reason, Your Honor, we believe that once she is released, there is a likelihood that she may come back with the investigations ongoing. Yes, Your Honor, that's correct. Yes, Your Honor. Your Honor, to us, that is true, Your Honor. Your Honor, the belief is that this is an online account. The belief is that probably there's another person. Publications go way back to even last month. And we believe she was the one who... So there are several accounts? One account with several administrators.